habari za leo, karibu tena katika channel yetu JW Sabo Clinic. Naitwa Dr. Jimmy. Leo tutaongelea dalili hatari za acid reflux. Ni moja ya changamoto kubwa sana ambayo imekuwa ikitesa watu wengi, na sasa hivi wengi wamejikuta wameshafikia sehemu ya kuwa na kansa ya koo. Ni moja ya madhara makubwa sana ya kuwa na acid reflux. Lakini wengine umekuta wameenda mbali zaidi, unakuta tayari wameshaanza kupata ngiri ya kifua. Hii changamoto unaipataje? Unaipata kwa sababu ya acid reflux. Unapokuwa na changamoto ya acid reflux ukakaa nayo kwa muda mrefu, jua madhara yake ni makubwa sana. Sasa ndugu yangu, kama unafikiria mpaka ufike sehemu ukapata saratani, mpaka ukapata kansa ya koo, basi hakikisha unaondokana na changamoto ya acid reflux ili isije kasababisha madhara makubwa. Lakini namba 2, kusababisha ngiri ya koo, ngiri ya kifua tunaita hernia. Sasa ni moja ya madhara makubwa sana ya kuwa na acid reflux. Sasa wengine wamekuwa na changamoto hii na hawajui dalili zipi wanazo, hawajui kama wana changamoto ya acid reflux. Leo nitakuletea dalili ili uweze kujua dalili za acid reflux ni zipi. Sasa kabla ya kwenda kwenye dalili, tunatakiwa kwanza tufahamu acid ni nini na inafanya kazi gani na inakuwaje mtu anapata changamoto ya acid reflux. Twende pamoja. Kama hujasubscribe channel yetu, hakikisha una subscribe ili uweze kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Kama utakuwa na changamoto ya kiafya, basi usiache kututafuta ili tuweze kukupa ushauri zaidi. Acid, tunasema acid kabla hajawa acid reflux, ndani ya mwili wetu kuna kitu tunakiitwa HCl. HCl ni hyaluronic acid. Hyaluronic acid inasaidia katika kuhakikisha inameng'enya chakula, lakini pia hyaluronic acid inasaidia katika kutengeneza enzymes mbalimbali kama pepsin ambazo zinahusika moja kwa moja katika masuala mazima ya umeng'enyaji wa chakula. Kwa hiyo unapokula chakula lazima acid mwagike tumboni. Ikishamwagika tumboni huwa inaenda kumeng'enya kile chakula. Sasa ikishameng'enya kile chakula ndio bado inaenda kujisaidia, unatoa uchafu, lakini pia nutrients muhimu sana zinaenda kutumika ndani ya mwili wako. Hiyo ndo kazi kubwa ya acid ndani ya mwili wetu, HCl, hyaluronic acid. Sasa changamoto kubwa ipo kwenye acid inapokuwa nyingi mwilini. Inapokuwa nyingi kwenye mfumo wako wa mmeng'enyaji wa chakula, huwa inarudi kifuani. Sasa mara nyingi chanzo kikubwa cha acid reflux huwa ni lesi. Lesi kitaalamu huwa ni kibangili, ni valve inayounganisha koo la chakula na tumbo. Sasa ile valve inayounganisha koo la chakula na tumbo huwa ni kama kibangili. Kama hii hapa inakuwa kama kibangili. Kwa hiyo huku unakuta ni kwenye mfumo wa ni tumboni, kwenye koo la chakula, huku unakuta huku ni kifuani, lakini huku chini ni tumboni. Kwa hiyo ikitokea imeasilika hii, acid inarudi kifuani, ambayo hiyo sasa kitaalamu tunaita ni acid reflux. Kwa hiyo inapoanza kurudi juu, hiyo tunaita acid reflux, au kurudi kwa tindikali juu kwenye kifua chako. Sasa wengi wamekuwa na changamoto hii kubwa sana na imekuwa na madhara makubwa sana ambayo nimeshaelezea, lakini tuangalie ni dalili zipi zinazoonyesha kwamba una acid reflux. Dalili namba 1 inayoonyesha kwamba una acid reflux, kwanza tunasema ni gesi kifuani. Unakuta unajawa gesi kifuani na mara nyingi ile gesi inakuwa kali zaidi. Kama unapata gesi kifuani kali zaidi, basi jua hiyo ni dalili ya acid reflux. Dalili namba 2 ya acid reflux tunasema ni kiungulia kikali kifuani. Watu wengi wamekuwa wanapata changamoto ya kiungulia kikali. Unakuta muda wote panawaka moto kifuani. Sasa kama una dalili ya kuhisi unawaka moto kifuani, shtuka, hiyo ni dalili nyingine ya kwamba inaonyesha kwamba una acid reflux, yani ile tindikali inarudi kifuani. Lakini namba 3, kukohoa. Unakuta unakohoa kikohozi kikavu, unasikia ya unakohoa kale ka kikohozi kakavu, na mara ni kama vile kuna tu vitu unataka kuviondoa hapa, lakini kama viondoki, kama vile unavipunje lakini kama viondoki. Hiyo ni dalili nyingine inayoonyesha kwamba una acid reflux. Ina maana acid inapanda kifuani. Lakini pia kukohoa, unapata makohozi. Kwa nini unapata makohozi? Unapata makohozi kwa sababu koo linakuwa linataka lijilinde. Ndio maana mara nyingi makohozi yale yanakuja. Kwa nini unapata makohozi? Kwa sababu ile acid huwa inachoma koo. Ikishachoma koo lako huwa linataka kujilinda. Sasa likianza kujilinda ndio linatoa makohozi. Linatoa makohozi kama mucus kwa ajili ya kujilinda, kwa sababu linapata maumivu makali. Ya nini? Maumivu makali moja kwa moja ya kuchomwa na acid. Lakini pia kuhisi mbavu zako zinabanwa.
unahisi muda wote mbavu zako kama kuna kitu kinazibana, kinazitight kabisa. Sasa kama unahisi dalili hiyo ya kuhisi kitu kinabana mbavu zako, kinazitight kabisa, hiyo ni dalili nyingine ya acid reflux. Lakini pia unapata maumivu makali ya kifua, kifua kinaungua, kifua kinawaka moto, lakini pia kinaambatana na mapigo ya moyo kwenda mbio. Unahisi mara zote mapigo yanaenda mbio, na pengine unaweza kuwa umewahi kwenda kuchunguza pressure, umeshacheki pressure, umeshachunguza pressure, hamna chochote kinachosababisha, hamna pressure, lakini bado unapitia mapigo ya moyo kwenda mbio. Hiyo ni acid reflux. Lakini pia unahisi sauti inakwaruza na huwezi kuongea muda mrefu, sauti yako inakwaruza na huwezi kuongea kwa muda mrefu. Hiyo ni changamoto ya nini? Hiyo ni changamoto ya acid reflux. Ina maana acid inarudi kifuani. Lakini pia hiyo muda wote mdomo wako umejaa mate. Mate yamejaa mdomoni. Kwa nini mate yako yamejaa mdomoni? Yamejaa mdomoni kwa sababu acid inapanda, acid inaongezeka. Lakini pia yale mate yanakuwa machungu. Unakuta kuna uchungu mdomoni. Unakuta mdomo wako unakuwa muda wote uchungu, alafu mate yamejaa, muda wote unatematema kama mjamzito. Hiyo ni dalili nyingine inayoashiria una changamoto ya acid reflux. Kuhisi unachomwa, unababuka, pengine unakuwa na harufu mbaya mdomoni. Yaani mtu akiongea tu ni kama vile kuna kitu kimeoza tumboni. Sasa hiyo ni dalili nyingine inayoashiria una acid reflux, na watu wengi hawaambii. Lakini pia maumivu kwenye chembe ya moyo. Unapata maumivu makali kwenye chombo ya moyo. Kila unachokula unapata maumivu makali chombo ya moyo, lakini pengine unajitapisha. Sasa mara nyingi hii ni asubuhi. Unakuta mtu anapokuwa anapiga mswaki anajitapisha. Kwa nini unajitapisha? Ni kwa sababu ya acid reflux. Ile acid huwa inapanda, ndio maana unatapika vitu vichungu, unatapika vitu vichachu. Hiyo ni dalili nyingine inayoashiria una changamoto ya acid reflux. Lakini nyingine pia, unasikia hewa inakuwa ndogo, unasikia kama pumzi inapungua, na pengine ukiwa umelala unasikia pumzi inafanyaje? Inapungua, hewa unapumua kwa shida. Sasa kama unapitia dalili ya kupumua kwa shida, hiyo ni dalili nyingine inayoashiria kwamba acid inaongezeka ndani ya tumbo lako, imeongezeka, inapanda kifuani. Lakini pia sio hivyo, masikio kupiga kelele, unasikia kama miruzi, unasikia yani kama vile inalindima. Kwa nini inalindima masikio? Kwa sababu acid huwa inachoma kitu tunakiita Eustachian tube. Eustachian tube ikishachomwa, moja kwa moja Eustachian tube ikishachomwa, huwa inapelekea changamoto ya kusikia masikio yanapiga kelele. Hiyo ni changamoto nyingine inaashiria kwamba una changamoto ya acid reflux. Lakini pia sio hivyo tu, kuna watu, ndio maana watu wenye changamoto ya vidonda vya tumbo wanaenda kwa waganga kuroga. Ni kwa nini wanaenda kuroga? Sio kwamba ni bahati mbaya, ni kwamba wanaenda kwa sababu acid huwa inachoma vagus nerves. Vagus nerves ni nerves ambayo ni ndefu kuliko nerves yoyote ndani ya mwili wa binadamu. Sasa ile nerves ndefu, vagus nerves, huwa ikichomwa ndio inapeleka taarifa kichwani. Ndio maana mara nyingi unahisi kama kichwa kiuchanganyikiwa, unajihisi kama uko kwenye dunia yako kabisa, yani hauko kwenye dunia ya kawaida. Yani una mazingira ya dunia yako peke yako ndio unayoishi. Hiyo ni changamoto nyingine inayoashiria kwamba una acid reflux. Lakini pia hiyo inapelekea unahisi unachanganyikiwa. Kwa nini unahisi unachanganyikiwa? Kwa nini unahisi kama vile yani hauko sawa? Yani nadhani hayo mazingira mnaelewa. Hiyo ni dalili nyingine inayoashiria una acid reflux. Sasa hii ndio huwa inasababisha watu wengi ambao hawana imani ambazo sio sawa wanaenda kwa waganga wa kienyeji, au unamkia asubuhi kwa mchungaji. Hiyo ni hatari. Hiyo ni acid reflux. Kwa hiyo unapokuwa na dalili mojawapo kati ya hizi, basi hakikisha unajichunguza vizuri zaidi. Unaenda kupima kipimo cha endoscope ili kuweza kuangalia. Hiyo ni dalili za acid reflux. Sijajua wewe unateseka na dalili zipi? Niambie hapo chini kwenye comment. Kama utakuwa na swali lolote, basi hakikisha usiache kutuelekeza. Lakini pia tuangalie madhara yapi unayapata unapokuwa na changamoto ya acid reflux kwa muda mrefu. Unasababisha madhara yapi? Madhara namba 1, huwa inasababisha kansa ya kifua, kansa ya koo, saratani ya koo. Watu wengi wamekuwa na changamoto ya acid, wao wanasubiri mpaka wafikie kwenye saratani ya koo. Sasa huenda hata wewe unasubiri ufikie kwenye saratani ya koo. Ndugu yangu, usisubiri, changamoto inakuwa imeshakuwa kubwa. Lakini pia madhara namba 2, inasababisha hernia, ngiri ya kifua. Kwa nini una changamoto ya ngiri ya kifua? Kwa sababu kuna baadhi ya sehemu zako zinasukumwa nje kupitia sehemu dhaifu, ndio maana unapata ngiri ya kifua. Ni moja ya changamoto kubwa ambayo sasa hivi imekuwa ikitesa watu wengi sana. Kwa hiyo hakikisha unapokuwa na changamoto ya acid reflux, hakikisha unatibu mapema usije ukasababisha madhara. Sasa namna wengi sana unakuta wametumia tiba nyingi na hawajakaa sawa. Ni kwa nini hujakaa sawa? Ni kwa sababu hujapata tiba ya kuimarisha lesi. Lesi ni valve inayounganisha kora ya chakula na tumbo.
Ile resi kazi yake kubwa hiyo ni kuzuia asidi kupanda kifuani. Asidi sio shida kwetu. Asidi inaanza kuwa shida pale inapoanza kurudi kifuani. Ndo hapo inageuka inakuwa shida, na ndio maana jina linageuka inakuwa ni acid reflux. Lakini tumboni inakuwa HCl, hydrochloric acid. Ikianza kurudi tunaita ni acid reflux. That is a problem. Hiyo ni changamoto kubwa sana. Sasa unakuta kuna watu wengi wamekuwa mkiteseka na changamoto hiyo. Hakikisha unapata tiba ya resi. Kama umehangaika kwa muda mrefu, hujapata suluhisho, hakikisha unapata tiba ya resi. Ukishaimarisha ile resi, ile valve inayounganisha kora chakula na tumbo, utakuwa umeondokana na changamoto ya acid reflux. Kwa hiyo kama bado unateseka, tuambie hapo chini kwenye comment, andika neno acid reflux, tutakupa namna ya kuweza kupata msaada zaidi. Tuambie hapo chini kwenye komenti ni dalili gani unayopitia ili tuweze kukupa msaada zaidi. Kama hujasubscribe channel yetu, hakikisha una subscribe ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Karibu na Mungu apate kukubariki.